DW Dunia Yetu Leo Mchana. Naam, ni Saumu Njama ndiye aliyekuletea habari za ulimwengu. Katika yale tuliokuandalia katika Dunia Yetu Leo Mchana, utasikia juu ya basi lililokuwa likiwasafirisha wafanyakazi wa shirika la misaada wa Kipalestina limeshambuliwa na kundi la Hamas. Na katika mzozo wa hapa Ulaya, Urusi imeendelea kuishambulia miji kadhaa ya Ukraine, na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita na mateso duniani kote imeongezeka. Tuna mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Unatupata moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili, lakini pia tunasikika kupitia redio wa shirika, kadhalika katika tovuti yetu kwa anwani hiyo ya DW Kiswahili. Tuanze safu yetu ya uchambuzi tukianzia na mzozo wa huko Mashariki ya Kati, ambapo shirika la misaada ya kibinadamu la Gaza GHF limesema basi lilokuwa likiwasafirisha wafanyakazi wake wa Kipalestina limeshambuliwa na kundi la Hamas na kuwaua watu 5 na kuwajeruhi wengine kadhaa. Hayo yanajiri wakati Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa likitarajiwa hii leo kulipigia kura azimio linalotaka kusitishwa kwa vita ukanda wa Gaza. Mwenzangu Lilian Mtono na taarifa zaidi. Kulingana na shirika la GHF linaloungwa mkono na Marekani na Israel, timu ya wafanyakazi wake ilikuwa ikielekea kwenye kituo cha ugawaji wa chakula katika mji wa Khan Younis kusini mwa Gaza Jumatano jioni waliposhambuliwa. Shirika hilo limeeleza kuwa watu kadhaa walijeruhiwa na huenda baadhi ya wafanyakazi wamechukuliwa mateka, likiongeza kuwa bado linakusanya taarifa za kina. Israel tayari imelishutumu kundi la Hamas kwamba linaendeleza mateso huko Gaza baada ya taarifa hizo. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Sweden Maria Malmer Stenergard amesema kitendo cha Israel kuzuia misaada ya kiutu kuingia Gaza na kuvilenga vituo vya usambazaji wa chakula kinasababisha raia kufa kwa njaa, akiongeza kuwa suala la kutumia njaa kama nyenzo ya vita ni uhalifu wa kivita. Mapema mwezi huu, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kwamba mashambulizi mabaya dhidi ya raia karibu na vituo vya kugawa misaada katika ukanda wa Gaza yanachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita, huku mashirika kadha ya kutetea haki za binadamu likiwemo lile la Amnesty International yakishutumu Israel kwa mauaji ya kimbari, huku nchi hiyo ikilikataa vikali neno hilo. Nalo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Alhamisi kuhusu azimio la kutaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza, kuachiliwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas na kufunguliwa vivuko vyote vya mpaka vya Israel kwa ajili ya kupeleka chakula na misaada mingine inayohitajika sana. Azimio hilo lililoandaliwa na Uhispania linalaani vikali matumizi yoyote ya njaa ya raia kama njia ya vita, kama anavyoeleza waziri wake wa mambo ya nje Jose Manuel Albares. Lo que queremos es que todos los estados, tunachotaka ni kwamba nchi zote katika sayari hii zinapaswa kukemea vizuizi visivyo vya kibinadamu ambavyo Israeli imeweka katika ukanda wa Gaza, kuzuia misaada ya kibinadamu, kuzuia chakula, kuzuia madawa, kwamba sisi sote tuungane kukemea vita ambavyo haina lengo kubwa zaidi ya kuigeuza Gaza kuwa eneo la makaburi. en un inmenso cementerio. Na huko Israeli kwenyewe, serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imenusurika katika jaribio la upinzani la kulivunja bunge siku ya Alhamisi, huku wabunge wakiukataa muswada ambao ungefungua njia ya kufanyika uchaguzi wa mapema. Hata wabunge 120 katika bunge la Israel, wabunge 61 walipiga kura ya hapana, huku 53 wakiunga mkono. Upinzani ulikuwa umewasilisha muswada huo ukitarajia kushinikiza uchaguzi wa mapema kwa kuungwa mkono na vyama vya Kiorthodox katika muungano tawala, vilivyokasirishwa na suala tata la kuondolewa kwa kinga ya Wayahudi wa dhehebu hilo kutumika jeshini.
Na mfuatiliaji wetu, huo ndio utakuwa mjadala wetu kwa siku hii ya leo, tukiangalia hali ya misaada ya kiutu pamoja na usalama huko Gaza. Tuendelee na tukituama hapa Ulaya, ambapo Urusi imeendelea kuishambulia miji ya Ukraine. Usiku wa kuamkia leo, mkoa wa Kharkiv umeshambuliwa kwa mabomu na droni chungu mzima na Urusi. Hujuma hizo zinafanyika wakati jumuiya ya kimataifa ikifanya juhudi za kujaribu kutafuta namna ya kupatikana amani. Saumwa Simba ana taarifa kamili. Ujerumani ni mojawapo ya mataifa ya jumuiya ya kimataifa ambayo ni mshirika mkubwa wa Ukraine na inajaribu kutafuta njia za kusaidia kupatikana amani kwenye mzozo huo. Waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Boris Pistorius amewasili Kiev masaa machache yaliyopita, ambako anataka kujadili kwa kina suala la kuipatia Ukraine msaada zaidi wa silaha katika wakati ambapo juhudi za kumaliza vita hivyo vya miaka mitatu na Urusi zikionyesha kukabiliwa na changamoto, na Moscow imekuwa ikiimarisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius kwa hivyo anasema mojawapo ya malengo ya ziara yake ni kuonesha mshikamano na Ukraine. Ziara hii haina malengo maalum, lakini kimsingi inadhamiria kuonesha kwamba kwa hivi sasa Ujerumani ina bunge na serikali mpya na inaendelea kusimama pamoja na Ukraine katika kile ambacho kinaonekana kuwa bado ni hali ngumu. Urusi na Ukraine ziliwahi kukutana kwa mazungumzo mjini Istanbul nchini Uturuki mwanzoni mwa mwezi huu kwa lengo la kutafuta amani, lakini zilishindwa kukubaliana kuhusu suala la Urusi kuyaachia maeneo ya Ukraine iliyoyanyakua na suala la Ukraine kukubaliwa kuwa mwanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO. Na vita vimekuwa vikiendelea kushika kasi. Urusi imeongeza mashambulizi ya kutumia droni. Siku ya Jumatano watu 6 waliuawa kwenye mashambulio yaliyofanywa na nchi hiyo yakiulenga mkoa wa Kharkiv unaokaribiana kabisa na Urusi. Usiku wa kuamkia leo, mashambulizi mengine ya droni yamewajeruhi watu 15 wakiwemo watoto 4 mashariki mwa mji wa Kharkiv. Msemaji wa huduma za dharura kwenye mkoa huo Yevgen Vasilenko amezungumzia mashambulizi hayo. Usiku wa kuamkia leo, adui alifanya mashambulio makubwa sana dhidi ya mji wa Kharkiv, yakilenga hasa maeneo ya makazi ya watu katika sehemu mbalimbali mji. Gavana wa mkoa wa Kharkiv Ole Seniohubov amesema mkoa wote umeshuhudia mashambulio ya Urusi yaliyoharibu miundombinu inayotumiwa na raia, ikiwemo makazi 11 ya raia, magari na shule 2. China nayo imesema kwamba imembadilisha mjumbe wake anayehusika na masuala ya kidiplomasia katika mgogoro huo wa Ukraine. Hivi sasa Sun Linjiang aliyekuwa balozi wake nchini Poland ameteuliwa mjumbe maalum kuhusu masuala ya mahusiano kati ya Ulaya na Asia, akichukua nafasi ya Li Hui aliyekuwa akiwakilisha China kuendesha shughuli za kidiplomasia barani Ulaya na kwingineko kwa lengo la kutafuta suluhu ya kisiasa katika vita vya Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo. Tunasema asante kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya mchana yanayokujia moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na sasa tunaendelea na safu yetu ya uchambuzi, ambapo takribani watoto milioni 138 waliotumikishwa katika ajira za watoto mwaka 2024, ikiwemo watoto karibu milioni 54 katika kazi hatarishi ambazo huenda zikaathiri afya, usalama na maendeleo yao. Hayo yamo katika ripoti iliyotolewa na shirika la kazi duniani ILO na lile la watoto la UNICEF, ikiwa leo ni siku ya kupinga ajira kwa watoto. Silvia Mwihozi na taarifa kamili. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto, takwimu hizo mpya zinaonyesha kuwa angalau kiwango cha ajira kwa watoto kimepungua kwa watoto milioni 20 tangu mwaka 2020 ikilinganishwa na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2020. Licha ya maendeleo hayo, ulimwengu umeshindwa kufikia lengo lake la kutokomeza kabisa ajira kwa watoto kufikia mwaka huu 2025. Ripoti hiyo ya mwaka 2024 inatilia mkazo wa kwamba licha ya maendeleo hayo, mamilioni ya watoto bado wananyimwa haki ya kusoma, kucheza na kuwa watoto. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la ILO Gilbert Hongobo amesema katika ripoti hiyo kwamba wazazi wenyewe wanapaswa kuunga mkono na kuwezeshwa kupata kazi za maana ili waweze kuhakikisha kwamba watoto wao wapo madarasani na sio kuuza vitu sokoni au kwenye mashamba ili kuzisaidia familia zao. Kwa mujibu wa takwimu, sekta ya kilimo ndio inayoongoza katika kuwatumikisha watoto kwa asilimia karibu 61, ikifuatiwa na sekta ya utoaji huduma asilimia 27, kama vile kazi za majumbani na kuuza bidhaa sokoni,
huku sekta ya viwanda ikiwemo uchimbaji madini na uzalishaji ikichangia 13%. Kanda za Asia na Pacific zilishuhudia punguzo kubwa zaidi la ajira kwa watoto tangu mwaka 2020, huku kiwango cha ajira kwa watoto kikishuka kutoka 6% hadi 3%. Kanda ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara imebakia kubeba mzigo mkubwa ikiwa na zaidi ya theluthi karibu 2 ya ajira za watoto, sawa na watoto milioni 87. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 12 anasimulia sababu iliyomfanya kutafuta kibarua katika maeneo ya kuchimba migodi huko Sierra Leone. Jina langu ni Adama Sandi. Nina umri wa miaka 12 na ninafanya kazi kwenye machimbo huko Kenema. Familia yangu haina pesa ya kunipeleka shule. Asubuhi ninafagia, ninaosha vyombo, ninasafisha nyumba na kumfuata baba yangu na mama yangu kwenye machimbo ili kutafuta chochote. Nimekuwa nikifanya kazi kwenye machimbo haya kwa miaka 5 na siendi shule. Mtoto huyo anahadithia zaidi kuwa hana furaha pale anapowaona watoto wenzake wakiwa shule wakati yeye anakosa fursa hiyo. Anaziomba mamlaka zimuokoe atoke machimboni. Mashirika ya UNICEF na ILO yamezitaka serikali duniani kuwekeza katika ulinzi wa kijamii kwa kaya zilizo katika mazingira magumu, kuimarisha mifumo ya ulinzi kwa watoto na ufikiaji wa elimu bora kwa wote, hasa katika maeneo ya vijijini na yaliyoathiriwa na migogoro, ili kila mtoto aweze kujifunza, miongoni mwa mapendekezo mengi. Kuisoma taarifa hiyo unaweza ukatembelea tovuti yetu ya DW Kiswahili. Utaiona pale katika upande wa habari za kimataifa, kwa hivyo utaisoma kwa upana zaidi. Tuendelee na uchambuzi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita na mateso duniani kote imeongezeka na kufikia zaidi ya milioni 122. UNHCR imesema hili ni ongezeko la takriban milioni 2 kutoka mwaka jana na karibu mara 2 ya idadi ya miaka 10 iliyopita. Taarifa iliyoandaliwa na kusomwa na Silvanos Karimera. Wakati haya yakiarifiwa, mkuu wa shirika hilo Filippo Grandi ameonyesha dalili za matumaini yaliyopatikana ndani ya miezi 6 iliyopita, ikiwa ni pamoja na kurejea nyumbani kwa karibu wakimbizi milioni 2 kutoka Syria, huku nchi hiyo ikiendelea kujikwamua baada ya zaidi ya mwongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ripoti hii inakuja wakati ambapo mashirika ya kibinadamu yanakabiliwa na ufinyu wa bajeti kufuatia uamuzi wa Marekani na wahisani wa jadi wa Magharibi kupunguza ufadhili wa huduma za wakimbizi. Kufikia Aprili mwaka huu 2025, idadi ya watu waliolazimika kuondoka makwao ilikuwa milioni 122.1, ongezeko la milioni 2 ikilinganishwa na mwaka jana. Kati yao milioni 73.5 ni wakimbizi wa ndani ya nchi zao, ongezeko la 9% kutoka mwaka uliopita. Ripoti inabainisha kuwa sasa kuna ongezeko kubwa la wakimbizi wa ndani badala ya watu kukimbilia mataifa jirani. Ripoti ya UNHCR inaonyesha kuwa Sudan inaongoza kwa idadi ya wakimbizi ikiwa na zaidi ya milioni 14, ikifuatiwa na Syria yenye milioni 13.5, Afghanistan milioni 10.3 na Ukraine milioni 8.8. Hata hivyo, ripoti pia inaonyesha dalili za matumaini, ikiwemo kurejea nyumbani kwa wakimbizi milioni 1.6 mwaka 2024, idadi kubwa zaidi katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili. UNHCR inasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto hizi na kuhakikisha usalama na ustawi wa waliolazimika kuondoka makwao. Shirika hilo linasema karibu theluthi 2 ya waliovuka mipaka ya nchi zao walikimbilia mataifa jirani, ikipingana na dhana kwamba wengi walikusudia kuelekea Ulaya au Marekani kwa maslahi ya kiuchumi. Nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Myanmar na Sudani Kusini zimeonyesha ongezeko kubwa la watu wanaokimbilia nchi za nje, lakini pia zimekuwa na ongezeko la waliorejea nyumbani. Ripoti ya kila mwaka ya Global Trends ya UNHCR pia imesema kwamba wakimbizi 1.6 walirejea nyumbani kutoka nchi za kigeni mwaka 2024, idadi kubwa zaidi katika kipindi cha miongo miwili. Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema kasi hiyo ya watu kurejea makwao iliendelea hadi mwanzoni mwa mwaka 2025, ambapo nchi kama Syria ilishuhudia ongezeko kubwa la watu waliorejea baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad mwezi Disemba mwaka 2024. Tukamilishe safu yetu ya uchambuzi kuelekea
Mashariki, ambapo nchini Tanzania waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa licha ya hali ya dunia kuyumba, Tanzania imeonyesha uimara na kuendelea kukuza uchumi wake kwa kasi na ustahamilivu wa kiwango cha juu. Akiwa Dodoma kunakoendelea vikao vya bunge la bajeti, mwandishi wetu Deukaji Makomba ana taarifa zaidi. Akizungumza katika hotuba yake wakati akitoa taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni ni Dodoma, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa mafanikio hayo yanatokana na usimamizi makini wa sera, kadhalika mshikamano wa Watanzania katika kujenga uchumi wa taifa. Nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Aidha, Profesa Mkumbo amesema kuwa licha ya changamoto za kiuchumi duniani, Tanzania imeendelea kuvutia wawekezaji na kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu, nishati, kilimo na afya, hatua ambazo zimechangia ustawi wa uchumi wa taifa. Ameongeza kusema kuwa pato la taifa linatarajiwa kuendelea kupanda hadi 6.0 mwaka 2025 na kufikia 6.1 kwa mwaka 2026. Hata wakati serikali ya Tanzania ikieleza kupanda kwa uchumi wake, yaelezwa kuwa wananchi wake wengi wamebaki kuwa masikini. Daktari Ponsiani Ntui ni mhadhiri wa mambo ya uchumi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Ndaki ya Mwanza, anasema. So unaporudi kwa mtu mmoja mmoja unajiuliza hizi sekta tunazoziongelea mtu mmoja mmoja anafaidi kiasi gani? Kwa hiyo unakuta wanaonufaika kwenye sekta hizi ni watu wachache sana. Wakati unaongelea uchumi wa pamoja kukua, lakini watu wengi wanabaki kuwa masikini. Waziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba leo hii majira ya saa 10 jioni anatarajia kusoma bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026, huku macho na masikio yakielekezwa bungeni jijini Dodoma kusikiliza bajeti kuu ya serikali ya Tanzania. Deukaji Makomba, DW, Dodoma. Kabla sija kukaribisha Tatu Karema, ushai kufika Dodoma? Hiyo tumwachie Deo. Basi tunakukaribisha ufike, ni pazuri sana. Shukrani sana. Hawa watu husema mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Kwenye yanayovuma huko mitandaoni. Tunakwambia mambo ni mengi lakini muda ndo mchache huu. Sasa katika mtandao wa X kuna hashtag inaongoza kwa jina maandamano on Thursday, na yanaendelea chini ya hashtag hiyo ni wito wa maandamano hii leo nchini Kenya, hasa kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang aliyefariki akiwa chini ya kizuizi cha polisi katika kituo cha polisi jijini Nairobi cha Central. Sasa chini ya hashtag hiyo mengi anasema hawa. Helter Skelter anasema Mungu Baba, tukiwa kwenye maandamano wasitupeleke Sayuni wala kutupiga marungu. Nairobi Lifestyles inasema imetosha, hakuna haja mauaji tena. Na Hosi anasema lawama sasa inamwangukia mtu asiyekuwa na hatia, na chini yake hapo amechapisha picha ya mkuu wa kituo hicho cha polisi ambapo inasemekana kwamba Ojwang alikufa. Na kuna nukuu hapo ya mkuu wa kituo hicho cha polisi ambaye ni Samson Talam. Talam anasema wakati maafisa wapelelezi waliompeleka Albert Ojwang katika kituo cha polisi cha Central alikuwa katika hali mbaya. Alionekana kama mtu aliyeteswa. Niliwahimiza maafisa hao wampeleke hospitali kabla kumweka kizuizini, lakini wakakataa na kusema wanafuata amri kutoka kwa wakubwa. Kukumbusha tu ni kwamba hawa jana mkuu wa polisi nchini Kenya Douglas Kanja aliomba radhi wananchi wa Kenya kwa ripoti ya uongo iliyotolewa na idara ya kitaifa ya polisi kuhusu kifo cha Albert akiwa katika kituo cha polisi cha Central. Vile pia tayari Rais William Ruto ameviagiza vyombo vya usalama nchini humo kufanya uchunguzi wa kina
kuhusu mkasa huo. Tutasubiri kusikia kutoka kwao. Na mbali na hayo, hawa katika mataifa ya Afrika Mashariki tujuavyo, Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, leo ni siku ya bajeti ambapo mawaziri wa fedha wa kila nchi wanawasilisha bajeti inayopendekezwa kwa mwaka ujao wa fedha kwa mabunge yao. Sasa katika mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili ya Facebook na Instagram tumechapisha katuni ya tafakari ya bajeti kuu ya serikali ya Tanzania mwaka 2025-26 ambayo bila shaka itawasilishwa leo bungeni jijini Dodoma.